Mimi kwa jina naitwa Mr. Stanislaus Mwendi, ni manager wa CRDB tawi la Mkwawa. Mwenyekiti, mimi nilikuwa na mambo machache ya kuweza kushauri, lakini haya pia yanatokana baada ya kufungua mkutano wa kikao hiki. Mheshimiwa Mwenyekiti, umezungumza mambo mengi mazuri, nikupongeze. Umezungumza fursa ambazo zinapatikana hapa Iringa, mfano kilimo, mifugo, viwanda, biashara, utalii. Ni kweli kabisa. Lakini mimi nilikuwa nataka kushauri sehemu chache kwa ajili ya kuweza kukuza uchumi wetu wa Iringa pamoja na vijana wetu na wafanyabiashara wetu pia. Mimi kwa uelewa wangu mdogo, ninachoweza kukizungumza ni kwamba kwa wafanyabiashara wa Iringa, kitu kikubwa ambacho wanakikosa sana ni kwamba wanakuwa wengi hawako exposed. Yaani wanafanya kitu kwa mazoea yale yale bila kutoka nje hata ya nchi jirani kwenda kujifunza wenzao wanafanya nini. Kwa sababu ukiwa huna exposure ni kwamba utafanya kitu kwa formula ile ile, kwa mtaji ule ule, ukifikiri wewe unafanya kitu kizuri, kumbe wakati mwingine kimepitwa na wakati sana. Niende kwa mfano mdogo tu. Mheshimiwa Mwenyekiti, umezungumza ishu ya mgololo, lakini kuna sehemu kubwa pia mbao nyingi ambazo zinasafirishwa katika maeneo mengi ya Tanzania hata nje ya nchi zinatoka hapa Mafinga. Lakini tuna wafanyabiashara wako hapa ambao nafikiri hawajawahi hata kufikiria kwamba wanaweza wakatengeneza hata showroom ya kuuza milango na madirisha kwenye mkoa wetu wa Iringa. Of which wakifanya hivyo wangeweza kutengeneza income kwa mkoa wa Iringa, kwa taifa, lakini hata kwa vijana kuwapa ajira. Tumezungumza kwenye dokezo hili hapa, nimeona kwenye ukurasa wa 6 wamezungumza sehemu fulani kwamba vigogo vinauzwa kwa bei ndogo, kuna watu wanavichukua. Ni lazima wafanye hivyo kwa sababu dimandi ya vile vigogo hapa kwetu mkoa wa Iringa imekuwa ni ndogo. Kwenye formula ndogo tu ya demand na supply, price na demand ndio huaga vinacheza pamoja. Yaani kama hakuna demand, maana yake hakuna price ambayo ita increase pale. Kwa hiyo mimi nilikuwa na shauri pia kwenye issue ya mbao, mazao ya mbao na misitu, na mwenyekiti kakaangu Mbata nafikiri unalisikia, kwamba tuwajengee hawa watu elimu, especially wafanyabiashara wa mkoa wa Iringa, wasiuze tu waksi, wasiuze tu vyombo vya ndani, sijui wasiuze makontena fulani, waende pia wakawekeze kwenye maduka makubwa ya kutengeneza milango na mbao, ambao leo hii weka Kambata kutaka kujenga nyumba, sio uchukue mbao ukampe fundi umsimamie kutengenezea mlango, ila uende kwenye showroom ya mbao ambao ina mlango, ina madirisha, unakwenda kuchagua mlango pale, unakwenda kufix kwenye nyumba yako. Hiyo itatuongezea pia pato la taifa na ajira kwa vijana. Lakini sehemu nyingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni ishu ya utalii umezungumza. Sasa hivi kule Idodi na maanisha Ruaha National Park, barabara inajengwa kule kuja huku. Tuna wafanyabiashara hapa wengi, sidhani kama ushakufikiria hata kwamba kuna umuhimu wa kujengwa mahoteli kule, lodge kule, petrol station kule, kwa sababu kuna baadhi ya watalii ambao ninaona kabisa watatoka hapa kwa kuchelewa, wasipate muda wa kuingia moja kwa moja kule hifadhini. Je, tumeweza kufikiria sisi kuwapa elimu wafanyabiashara wetu kwamba kuna umuhimu wa kujenga zile lodge kule, hoteli kule, na hata vituo vya mafuta, kama mtu akifika kule aweze kufanya fueling ya mafuta kule, alale pale kabla hajaingia kule ndani. Hii nao ni sehemu ya msingi ambayo naona tuweze kuwaelimisha wafanyabiashara wetu, wasijifungie kwenye hizo biashara tu ambazo zinazunguka mkoa huu wa Iringa, watoke pia nje, kuna fursa kubwa sana ziko kule. Tukizungumza pia kuhusu kumbi za mikutano, kwa mfano Dodoma sasa pamejaa, naona pia ni sehemu ya kufikiria pia wafanyabiashara kwamba sasa hivi mfikirie kumbi za mikutano pia. Wafanyabiashara wengi hatuingizi kwenye kumbi za mikutano, tunafikiri vitu vingine tu. Sasa hivi mikutano mingi nimeona wanafanya sana pale Ruaha hapo kwenye ofisi yangu ya benki Mkwawa University, na zile 10 ndani hazitoshi. Kwa nilikuwa na shauri pia wafanyabiashara, hebu jaribuni kufikiria nje ya box pia, kama alivyosema mkuu wa mkoa. Tusitegemee biashara ndogo ndogo tu hizi. Kuna fursa kubwa, watu sasa wanatakiwa watoke. Watu Dodoma pale pamejaa, wanataka kutoka, walipe per diem, watalipwa wapi? Mkitengeneza hizo kumbi, mtapata pia biashara nyingine, mtatengeneza ajira na pato la mkoa pia litakuwa, na kakaangu Pita hapa pia hata kodi atakusanya. Sehemu nyingine wazungumza ambapo nimeona pia ni kilimo cha pawaga. Kule pawaga tuzungumzie tu mpunga. Tunazungumzia vifungashio, tunazungumzia biashara ya mpunga, tunazungumzia magodauni, tunazungumzia mifugo, utafuga kule ile eneo la kule linaruhusu kufuga ng'ombe, kufuga kondoo, kufuga mbuzi, utalima kitunguu, utalima maharage, utalima mahindi, kila kitu. Na yale maeneo kule
Mheshimiwa Rais amewekeza hela za kutosha kabisa. Kwa ni fursa pia nyingine ambayo mimi naiona ya kuanza kuangalia maeneo yale pia. Mkuu wa mkoa amezungumza hapa, malango mengi yatakwenda kule chini, lakini kama sisi tukiwekeza vizuri pale itatusaidia pia kukuza hizo biashara. Sehemu nyingine ni issue ya mahoteli. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mahoteli mengi ambayo yanajengwa kwa mfano mkoa wa Iringa, kwa mimi research yangu ndogo ambayo nimeiona na wageni wangu wengi kutoka CRB ambao huwa na waraza, mengi yanakosa standard. Na hii inakuwa ni kwa sababu watu wengi hawako expose na quality ya zile hoteli zinataka kitu gani. Kwa nilikuwa nafikiri kuna haja ya mwenyekiti wa biashara, kama itakupendeza, kutukutanisha na wafanya biashara tuweze kubadilishana uzoefu na idea hizo hoteli wanajenga za aina gani. Huwezi kujenga hoteli ambayo inakuwa ina parking. Hata ikiwa na parking, kupaki tu ile gari ili uipaki unachukua nusu saa nzima. What if moto ukiwaka, utatoa ile gari? Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo na security vitu kama hivyo. Lakini kitu kingine, mkuu wa mkoa, mimi binafsi nimefanya research binafsi. Kuna sehemu kubwa sana mkoa wa Iringa hatufanyi biashara, na ile eneo kama tukiliwekeza lingetusaidia mambo mengi sana. La kwanza, kwa vijana wetu kwenye spare parts za magari. Pati nyingi za magari zinazouzwa hapa mkoa wa Iringa zinauzwa kwa gharama kubwa sana. Lakini kama tukiwaelekeza hawa vijana wetu wafanye biashara, wakaenda wenyewe nje, wakachukua yale magari yanayokatwa, wakaleta hapa, tutapata spare hizi kwa bei ndogo sana. Badala yake ya mimi au wewe kuagiza hizi pati kutoka Dar es Salaam kuja hapa, kwa sababu kule wanaamini bei ya zile bidhaa, zile pati ni ndogo zaidi. Hata mimi mwenyewe huwa naagiza Dar es Salaam kwa sababu sinunui hapa, kwa sababu unakita kitu cha kununua 40 hapa Dar es Salaam unanunua shilingi 25. Kwa hiyo nilikuwa nafikiri eneo pia za pati za magari pia tukiwaelekeza watu watusaidie, itatusaidia sana. Lakini sehemu nyingine ni sehemu za vitafunwa. Mimi nimefanya research pia mkoa wa Dodoma na Dar es Salaam binafsi. Nilikwenda kwa nikauliza kwenye mahoteli kadhaa kwamba hivi hapa kwa nini mnatumia sana vitafunwa vya ngano badala ya watumia ngano, muhogo na magimbi badala ya bagia. Wakasema tunataka kupata hizo vitafunwa vya bagia, lakini hatupati watu waanza kusupply. Lakini kumbe sisi bagia zatengenezwa hapo tukalenga. Lakini kuna mama zetu, dada zetu wanalalamika hawana ajira. Kumbe unaweza tukwenda pale Kalenga ukanunua ile makontena 5 yote, ukatengeneza ofisi yako hapa Iringa mjini, ukafanya packaging hapa, ukatengeneza temporary office pale Dodoma, Dar es Salaam, ukawa na supply za bagia. Kwa hiyo bado fursa za biashara zipo. Na nachoweza kuona mimi tu ni kwamba hawa wafanyabiashara nilikuwa naomba kama inawezekana tukutane nao, tuwasaidie kuwapa idea nini wanatakiwa kukifanya badala ya kufanya biashara ambazo wamezizoea. Baada ya kusema machache, mkuu wa mkoa, nakushukuru sana. Asante sana. Makofi mengi sana kwa mjumbe. Sasa mmeona tafsiri ya baraza la biashara la mkoa. Ndio mambo tunatakiwa tujadili hayo. Sio wala vitunguu, si nyanya zangu zimefanya nini? These are the issues to discuss. Sawa jamani? Tumuongezee makofi mengi sana meneja wetu pale. Kazi nzuri sana. Well researched and articulative. Nataka niwaambieni jamani, sio lazima ujenge wewe. Sio lazima ujenge wewe. Wewe unaweza ukajiestablish kuhakikisha una plots katika maeneo strategic ya kujenga hoteli. Ukapambana ukapata maeneo yote ambayo unajua haya ni maeneo strategic ya kuweka nini? Hoteli. Yamiliki yale. Mwanaelewa vizuri? Kisha tafuta watu wanaotaka kujenga hoteli wapi? Iringa. Hiki nao makubaliano. Wewe miliki ardhi, wao miliki majengo. Kula 50-50 miaka yako 50 mpaka unakufa, unakula hela ya hoteli pale. Unashinda. Ndicho wanachofanya watu Manzese, ndio wanafanya watu Sinza. Eneo linabaki kuwa lake, uwekezaji wa mtu mwingine. Kwa sababu baadaye hata hiyo ardhi utaipata, watakuja watu wataishambulia ile ardhi, wataichukua, wataimaliza. Amezungumzia habari ya standard pale, nzuri. Unajua kuna hoteli na nyumba ya kulala wageni. Unanielewa vizuri? Kuna hoteli na nyumba ya kulala wageni. Mtu akija hotelini aone kweli niko hotelini. Akiingia nyumba ya kulala wageni, akiangalia taulo tu inamwambia hii ni nyumba ya kulala wageni. Akiangalia parking pale ajua hii ni nyumba ya kulala wageni. Naendelea vizuri. Akiangalia sabuni pesa, hii nyumba ya kulala wageni. Ndio. Kiangalia pazia sasa, hapa nyumba ya kulala wageni. Lakini kuna sehemu akiingia sasa, hapa niko hotelini. Kwa hiyo tunapoamua kufanya uwekezaji mkubwa kwenye hoteli kwa ajili ya huduma za kuchochea utalii na lazima ziwe ni hoteli zenye hadhi. Na ndicho amekizungumza mchangiaji kwamba si vibaya tukapata exposure kwa wanaofanya vizuri
wakatu orient wanafanyaje, kwa standard zipi, ili tunapoamua kufanya tufanye kwa viwango. Na inawezekana. Kama pesa tunazo, tunachokihitaji ni kupata standards tu. Tumeelewana vizuri ndugu zangu? Ili tutoke sasa kwenye kujenga nyumba za kulala wageni, tuhamie kwenye kujenga hoteli. Ameeleza habari ya kumbi za mikutano. Nionyesheni, ukiondoa ukumbi huu na ule wa Mkwawa, tuna ukumbi gani mwingine wa kisasa hapa wa kufanya mikutano na warsha? Lakini ukumbi ni nini, mwenyekiti wa wafanyabiashara? Ukumbi unapata kiwanja lako kubwa, zinawekwa nguzo, unanyanyua ndani ya miaka yako miwili unao ukumbi wa kisasa mzuri, ambao kila shughuli kubwa inayohusu executive board zote zitakuja pale. Tena unachokifanya, unakuwa na ukumbi kama huu mmoja na kumbi zingine ndogo ndogo, tunaita boardrooms. Kila mtu atatoka Dodoma, atatoka Mbeya, atatoka hapa, tutafanyia Iringa, wote watakuja hapa. You will make money. Sinaeleweka maskini. Kwa hiyo muongezeni makofi mengi sana pale meneja wa CRDB. Na ninachotaka kuambieni, ukiwa na wazo hilo na ukawa na viwanja hivyo, yule mama wa NMB pale atakuita haraka sana. Bwana, njoo tuzungumze. Anajua hapa kuna hela. Meneja wangu wa CRDB atakuita haraka sana, anakuambia njoo tuzungumze, kwa sababu anajua hapa kuna nini? Kuna hela. Watakuwezesha, utawekeza, utapata biashara yako nzuri, utarudisha mkopo, utakuwa na asset ambayo heshima yake haishuki. Leo tumelala hapa. Ile barabara ya lami, nataka niwaambie, ikikamilika barabara ya lami ya Iringa Msembe, hakuna mwana Iringa atapata hata kipande cha kiwanja kule. Leo mnayaona mashamba, hamtaji kwenda kuchukua. Mnayaona mashamba, hamtaji kwenda kuyamiliki. Mnayaona mashamba, hakuna anayetaka kwenda kuonyesha interest. Baada ya miezi 6 kutoka sasa, hayo mashamba mtayanunua kwa bei ghali sana kuliko mnavyofikiria. The time is now. Ongezeni tena makofi kwa yule bwana. Kazungumza vitu vingi. Meneja, umekuwa very resourceful siku ya leo. Mungu akubariki sana.